katika ulimwengu huu tuliopo, huku ni kopi, lakini halisia kabisa ni ulimwengu wa roho. Chochote kinachotengenezwa kinaanza kwenye ulimwengu wa roho. Kikishaanza kwenye ulimwengu wa roho, kopi yake inapelekwa kwenye ulimwengu wa damu na nyama, physical realm. Lazima tuelewe kwanza hapo. Siwezi kuelezea document nisipoeleza hii kitu kwanza. Zinaanza kwenye ulimwengu wa roho. Kila kitu kinaanza kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka, the original one, the God whom you serve, the God whom you are worshiping is the spirit. Ni ulimwengu wa roho. Ni roho ile. So the founder, the creator is spirit. Ni ulimwengu wa roho. Hallelujah. Amen. Ndio number 1, ndio original ya kila kitu. Kwa chochote kinachotokea kwenye ulimwengu wa damu huku kimeanza kule. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Our enemy has mastered this one. Adui zetu nao wamemaster, kwa sababu wako full in the spirit. Vitu vingi wanatengeneza kutokea kule. Vikija manifest huku physically, tayari wamesha kuumiza sana. Kimeanza kwenye ulimwengu wa roho siku nyingi. Ni nani ambaye anaweza sasa aone kwenye ulimwengu wa roho kabla akijatokea physically, alafu analify vitu kule vinavyoandaliwa kwenye ulimwengu wa roho? Mara nyingi we are limited with access in the spiritual realm. Hatuwezi kuingia kwenye ulimwengu wa roho saa zote. Matukio mengi yanayokuja kutokea katika ulimwengu wa damu na nyama, tulishaumia, yametengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini tungejua kabla hayajatokea, tukaenda kwenye ulimwengu wa roho, tukayamaliza kule, yasingetokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Maana umeenda kwenye chanzo chake, ukaharibu chanzo chake, ukazuilia chanzo chake, hawezi kuja huku tena, kutokea tena huku. Magonjwa mengi tunayaona yametengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Kafara nyingi zinazofanyika zinainjinia ulimwengu wa roho namna ya kufanya kazi. Matukio mengi, ajali barabarani, matukio mengi yanayotokea kwenye uso wa nchi, yote yameinjiniwa kwenye ulimwengu wa roho. Yote. Hakuna hata moja ambalo linatokea huku linatengenezwa huku. Original yake linakuwa ni kwenye ulimwengu wa roho. Na kwenye ulimwengu wa roho ni vitu viko hivi. Katika ulimwengu wa roho, kilichoumbwa kimeumbwa vile, akikui, akiongezeki, kiko vile, kimekamilika. Lakini katika ulimwengu wa damu na nyama, kunahitajika maarifa, kunahitajika kukua, kuna vitu vingi vinahitajika. Lakini kile kimeumbwa, na kama ni information kimewekewa tayari, kama kilivyo hivyo. Kwa hiyo kama ni kiumbe ameumbwa kama malaika, yeye ameumbwa kama malaika, ana information yamewekewa tayari kwenye ulimwengu wa roho. Hivyo. Hakuna cha kuongezeka, hakuna cha kupungua. Malaika wanakuja kuongezekaga nguvu tu pala ambapo sisi tunakuwa tunaongezeka sisi. Wilo wa kwako sasa anakuwa anaongezeka nguvu pala ambapo wewe unaongezeka maarifa na ufahamu. Unapoendelea kuongezeka kumjua Mungu, naye anaongezeka power, kwa sababu unamfeed information anatoa kwako. Hata wachawi wanaologa usiku na mchana hawaongezeka kwenye ulimwengu wa roho. Wanafanya matukio huku, ndio anaenda be promoted kwenye ulimwengu wa roho. Kama vile sisi tunavyofanya kwenye matukio yetu kwenye mwili na damu huku chini, alafu tunaenda kupata promotion yetu kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye mwili huku ndio kuna maongezeko. Kwenye mwili huku ndio kuna witness. Lazima kuangaliwe tunatendaje kwenye mwili. Photocopy ndio inafuatiliwa huku, inatendaje? Je, inatenda sawa sana na ulimwengu wa roho ulivyoamuru kitendo, au unatenda kinyume na ulimwengu wa roho? Je, unatenda vema au hatendi vema? Ni photocopy kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ndio inayoangaliwa. Wewe hapa ulipo unaweza kafikiri unamwabudu Mungu hapa physically, lakini haujui kwamba roho yako mbele za Mungu ni namna gani na maabudu Mungu saa zote. Wewe unaona tu kopi yako na maabudu hapa, lakini always Mungu anaabudiwa, na alituumba tumwabudu kutoka tunapoishi katika mwili na mpaka tutakaporudi mbinguni, tutakuwa tunamwabudu Mungu tu. Ndio kazi kubwa iliyopo kule. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo ambacho kimeshatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho kiko vile, hakibadiliki. Kimefeediwa information tayari, kina access na kila kitu. Lakini sisi wanadamu tu tunaoishi katika ulimwengu wa damu na nyama humu, ndio tukapewa vitu sasa. Ili tukue tunahitaji maarifa. Ili tufike kimo cha Kristo tunahitaji maarifa, tunahitaji kuongezeka. How do you access this Lord? Namna gani tunamuaccess yeye tupate maarifa sasa? The document was released. That document, kuna kitabu kiliachiliwa, sio? Kile kitabu ndio tunaita Biblia. And this Bible, it's not just one. Haikuwa kimoja. People from different times, sawa, watu mbalimbali kwa nyakati tofauti walikia scripts wakaziandika. Unamwona Yeremia ameandika cha kwake, Isaya ameandika cha kwake, Ezekiel ameandika cha kwake, Musa ameandika cha kwake, Esra ameandika cha kwake. Ukija wa mitume huku, akina Petro ameandika cha kwake, Paulo ameandika cha kwake. Kila mmoja alivyopata access ya ulimwengu wa roho, akapewa scripture, akaja nayo kwenye uso wa nchi, akaiandika. Alivyoiandika
Ndio baba zetu akapata ufahamu sasa, akagundua mbona mambo haya yote yameandikwa separately, yamepangwa tofauti tofauti, yametoka katika mbingu, katika ulimwengu wa roho, yametoka katika mbingu, yanatuelekeza namna ya kumaccess, namna ya kumapproach Mungu wetu. Sasa kwa nini basi tusiunde kitabu kimoja, tujadili, tuweke mjadala, tuangalie kwamba nyaraka hizi tuzicombine pamoja ili zimpe mtu access ya kuaccess ulimwengu wa roho. Akitaka sehemu moja, akitaka alisemaje, abukute aangalie pia na Musa, ili asiende kuchukua Musa akiwa kule na Paulo akiwa kule, alafu vikawepo sehemu moja basi, ili akisoma Paulo, akisoma na Musa, aone Musa ni nyakati zipi alimuaccess Mungu, Paulo ni nyakati zipi alimuaccess Mungu, Daudi ni nyakati zipi alimuaccess Mungu, ili ziwe vile basi zikakumbaniwa pamoja, zikaitwa Biblia. Ni nyaraka, ni waraka ule. Sasa ikishakuwa Biblia au tewa haraka, zinakuwa nyaraka mbalimbali from different people, watu mbalimbali wameziandika. Zinatuelekeza nini? Zinatupa access na mbingu, zinatuelekeza namna ya kumfikia Yesu. Baba zetu walienda hivi. Wewe ukisoma inakusaidia wewe kujua, walimtafuta Mungu hivi. Unajua walimtafuta Mungu hivi. Musa alikutana na Mungu akiwa mlimani, sheria ni hivi, sheria ni hivi, sheria ni hivi. Sasa wewe umesoma pale, lakini wamepata encounter, wakaandika yale, lakini bado kuna personal. Sasa wewe umeshasoma, bado roho yako ita desire sasa kukutana naye. Sasa wewe ukutane naye sasa hivi. Encounter inakuja kwa sababu umesoma. Umeona Paulo alikutana na Mungu, akasema nimekutana na mtu, mimi sijui nilikuwa katika roho, nilikuwa katika mwili, katika mbingu ya tatu. Nimekutana na nani? Nimekutana na mtu. Paulo anaongea hayo. Sasa maana yake ampata access. Naye kuna mahali alisoma, sio kwamba ametokea from nowhere. Kuna vitabu amesoma, kuna vitabu amekisoma, baadaye akawa na desire ndani, akawa na shauku ndani ya kujua na kujua zaidi. Akatoka kwenye ulimwengu wa roho, mfalme wa wafalme akamtokea, akamvuta roho yake, akamwambia njoo huku nikuonyeshe mambo unatakiwa kuyaandika na kuyapeleka kwenye uso wa nchi. Ukiitwa kule utaenda kupokea waraka, uje nao katika uso wa nchi. Kuna mtu ananielewa? Sasa adui naye hajapungua, hajabaki nyuma, akasema kumbe nyaraka ndio zinatoa access, kumbe nyaraka ndio zinatoa access kwenye physical realm ili vitu vitembee. Kuna nyaraka mbalimbali zinatakiwa ziwepo. Basi na mimi ngoja nitengeneze the same kama vile wanavyotengenezwa, na mimi natengeneza vya kwangu. Naye akatengeneza nyaraka, ana vitabu vyake vipo na ana rekodi. Wala wanaomfuata na kumtukuza sawa sawa wamewekea vitabu vyao kuzimu, na vitabu vipo vina rekodi matukio, imetengeneza matukio. Sasa kama mbingu, nyakati zote zinaratibiwa na mbingu, na kuna kitabu kinaachiliwa, na kuna malaika anaachiliwa, na yule malaika akijua wakati fulani unakuja, maana yake lile tukio katika ulimwengu wa damu huko haliwezi katokea paka wakati ule uachiliwe, na anaachia malaika ule wakati anakuja kurelease katika uso wa nchi. Akiachia ule nyakati, malaika akipewa scroll tu, ile scroll anatafuta mtu aliyoko kwenye uso wa nchi, anaifunua. Akiifunua hivi, yale maarifa kutoka mbinguni yanahama kutoka kwenye ulimwengu wa roho, yanakuja physical. Yule mtu anayekuja huku, anayepokea, aliyeachiliwa, malaika alishaona kuna mtu yuko tayari, akiyaweka ndani yake yale maarifa, kile kitabu kinaingia ndani yake. Kikiingia ndani yake, yule mtu anakuwa custodes of that information, and from there no one can have an access with those books in the heaven. Hakuna tena ambaye anatoka huko aende kule mbinguni. Wakitaka access ya kile kitu kule, wanaambiwa consult our custody on the earth. Wanaambiwa nenda kamtafute mtu alio katika uso wetu ambaye tumeshaweka maarifa yake. Ndio maana hata wengine walitamani, akasema tufanyeje? Sasa tajiri anamwambia tufanyeje basi? Mimi maskini na tajiri wanashindana katika lile nini, Abraham bosom, wanashindana, wana dialogue inaendelea. Jamaa tajiri anasema basi kama ningejua na haya, basi ningewaambia hata ndugu zangu wote watubu. Basi nisaidieni basi nirudi nikawaambia ndugu zangu ili watubu wote. Akamwambia no, on the earth yuko Musa na manabii. Watawaambia means Musa hakuwa nabii wa kawaida, hakuwa nabii. Musa ni kitu kingine na manabii ni tofauti. Yuko Musa na manabii, atawaambia ya wapasayo kuyafanya hao wengine. Wao umeshahama huko nyeremu hii, hakuna tena cha kurudi kule ukawaambie. Wanatakiwa waamini. Lakini if they want access ya kuelewa mambo haya, Musa, manabii wengine watawapa access. Information zote tumeweka kwa this our custodes. Go and consult them. They will give you information on how to live on the earth and how to please God. Documents zinaongea nyakati kwa nyakati. Documents carries nyakati.
Kipindi cha corona, tumejua corona inakuja kwa sababu gani? There was someone, kuna mtu alisamon, walimuita mbinguni. Kuna mtu aliitwa katika ulimwengu wa roho, akawaambia kuna kitu kinakuja kinaitwa corona. That man we called him custody. Huyu aliyefunuliwa ni custody. Information, access of that information imepewa ndani ya mtu, amepewa mtu akaja nayo. Maana kitabu kilikuwa kimeandikwa na Mungu ameridhia, kikapelekwa. Umekaa katika ulimwengu wa roho, unasubiri wakati na majira, halafu uachiliwe katika uso wa nchi. Document speaks. Document tunazoongea zinaongea. It gives access. Inakupa access. Kuna vitu huwezi kufanya physically katika uso wa nchi kama una hizo nyaraka. Ili ukitaka kuvuka mahali, watakuhitaji waraka fulani, document fulani ndio inayekutambulisha huku uende. Huku kunatembea kwenye document. Huku kwenye uso wa nchi huku tunatembea kwenye document. Hallelujah. Always want to access this world. Kuna sehemu dunia hii imeshakuwa ni ya document. Dunia ni ya document. Everything is documented. Kwa sababu kutembea huku unataka kwenda mahali fulani, unataka kwenda America, you need a passport na visa hapo hapo. Kwa hizi ni document ambazo zinanipa mimi access, zinanipa mimi uwezo wa kuvuka mpaka mmoja kwenda mpaka mwingine. Hallelujah. Understand kwanza hiyo concept kabla sijakwambia upande mwingine Mungu anafanyaje, Mungu ametaka nini. Hiyo sio message, hiyo ni tangulizi, sio message ya leo. My identification. My name is so and so. Jina langu ni mimi na nini na nini. Where I was born. Mtu akitaka kwa access sio inatoa taarifa kwamba nilizaliwa hapa, baba na mama alitoka hapa, mkoa gani, ni Mtanzania, ndio identification. That is identity. Sio ni cheti chako cha kuzaliwa. It's a document. Sasa inatoa utambulisho wako, inaonyesha historia yako, inaonyesha unakotokea, ulikotoka, inaonyesha na original yenu. This is a document on the earth. Hizi document ziko kwenye uso wa nchi ambazo zinakutambulisha wewe. Na kuna mtu wa uzima upo kule ndani. Kitabu cha uzima kina rekodi yale majina wanaofanya mema, ina rekodi, inaandika. Sasa usichokijua, kila tendo unalolitenda, umepiga hatua, umeongea, umefanya chochote, kinarekodiwa. Kuna malaika anachukua taarifa kwenye kitabu. Kuna dokumenti ya kurekodi matukio yako ya kila siku, kila siku, kila siku. Na hapa ndio wengi tumeshindwa, kwa sababu kila siku tunarekodiwa ili kwa ajili ya kupokea promotion mbinguni tunavyotembea katika uso wa nchi. Lakini mengi tunarekodia yanakuwa hayaendi sawa, hayako clear. Kwa sababu leo unaenda hivi, kesho unachanganya hivi. Yaani kwenye ulimwengu wa roho unaongea hiki, alafu kesho unaongea hiki, kiasi kwamba unaenda miguu inachanganya hivi. Njia hainyoki. Kwa nini? Jana ulikuwa naamini kwamba Mungu ananishindia. Mungu akafika baadaye ukakata tamaa akasema yaani sijui hata huyu Mungu naye muamini, sijui ni Mungu namna gani. Tayari umeshachanganya yale ya jana. Malaika akichukua ameandika mstari, amepandisha mstari, graph inapanda hivi. Asema anaenda vizuri, anaenda vizuri, anaenda vizuri. Document ile inaandika. Inafika sehemu alivyopungua tu nini ikashuka tena. Alafu na adui naye anaangalia, anafuatilia. Upande mwingine anafuatilia, anasema kuna malaika anaandika. Kuna kitabu kinaandikwa. Kuna mimi nafundisha hapa, kuna ananichukua, kuna yupo hapo. Ananirekodi mimi, anaangalia anafanya kitu gani. Na alafu nitakaposema pale mmeelewa kwenye swali? Hapana. Sasa nyinyi hapana. Asema wameelewa. Kuna siku sasa atasema kile nilichokiongea, atakuja na kitabu chake sema sasa hebu mpime mmoja katika haya aliyoongea. Sasa amesema ameelewa, ile ni shule. Sasa tumpime katika hii shule. Lazima mtihani uje. Tumpime sasa kama ameelewa. Anapimwa mtu hapa, alafu nashangaa amekosa, hajaelewa. Lazima muelewe kwamba hizi nyaraka zina libraries mbinguni, lakini kule mbinguni zinachukuliwa na watu. Wanapewa zile nyaraka, wanakuja nazo ndani, wanazibeba ndani. Apostles are custodians of Jesus, of the word of Jesus. Apostles, all apostles are custodians. Wote ni custodians. Custody maana yake ni kama store ya kuhifadhi neno la Kristo. Lakini manabii wote, they are just there, eyes of the Lord. Ni jicho tu la Mungu. Ukitaka Mungu anasema nini leo, nenda kwa manabii, watakwambia mapenzi ya Mungu leo ni hivi, mpango wa Mungu leo ni hivi. Kuna dokumenti zinawekwa ndani ya watu. Naongea mambo ya mbinguni kwanza, ulimwengu wa roho unafanya kazi. Kwa mfano, tunasemaga tunazungumza habari ya ndoa. Wakati tunafunga ndoa, mtu akifunga ndoa, sawa, nitoe mfano wangu mimi. Hatujaanza siku ile ndoa inathibitishwa kanisani, sio? Tulianza sehemu nyingine, tukakubaliana na yule mtu, tukakutana, tukaongea, bwana mimi hivi na hivi. Lakini mpaka msukumo ule unitokee, maana yake kuna kitu kiliachiliwa mbinguni kwenye moyo wangu. Na kuna huyu, Biblia inasema kwamba Adamu akalala, alafu ubavu wake ukatolewa. Alipoamka usingizini akamwona nani? Hawa, sio? Kuna mtu ananielewa hapo? Kwa hiyo jambo hili halianzi siku ile ambao waraka unatengenezwa. Siku ile unasaini kile kitabu, sio ndio
siku ile nabariki ndoa. Ndoa haijaanza pale. Ndoa imeanza kwenye ulimwengu wa roho. Siku nyingi sana. Tena mkiwa wawili. Hakuna aliyekuwa anashuhudia. Alikuwa anashuhudia mbingu na malaika. Ndio alikuwa anashuhudia, viumbe vya rohoni tu. Wao nafikiri kulikuwa na rekodi, kilikuwa inarekodiwa. Malaika anarekodi, mbingu inarekodi, inasema hawa ni mtu na mume na mke. Siku mmekubaliana, alafu mkaenda kwa mchungaji akajua akaweka tena kwenye uchumba, kwenye waangalizi wa taratibu za kidunia, nao akaweka kwenye waangalizi wake. Wakae kwanza tuwaangalie. Lakini mmeshakubaliana. Maana yake katika mbingu mmekubaliana. Tukafika taratibu nyingine, tukasema in order to officialize this, tufunge ndoa, tuwaite witness waone, halafu wa sign document. What does it mean? Mkiishi vile mlivyokutana wawili, kuna kitu mtakosa. Utakosa nini? Utakosa kitu kinaitwa baraka. Itakuwepo baraka ya spiritual. Listen carefully. Utapata baraka ya spiritual ambayo inaonekana kwamba Mungu ameridhia ni mke na mume. Lakini spiritual itabaki na hanging kwenye spiritual. Niliongea juzi hapa. Itabaki na hanging tu. Haita manifest huko kwenye physical realm. Sasa kwenye physical realm inatakiwa ile sign ile. Wamekubaliana, wamethibitisha hawa ni mke na mume. Ikishaandikwa tu, ikishasainiwa hiyo, ile baraka kwenye spiritual inatoka, kitu kinakuja kwenye mwili. Mnachokifanya kwenye mwili sasa kinaweza kafanikiwa kwa sababu sawa, kwa sababu imeridhiwa. Physically imeridhiwa. Huko mnaweza kubarikiwa. Sio, mtu ananielewa? Yes. Na mtu ananielewa? Yes. Inakupa access sasa ya baraka, ya kutambua huyu ni wa kwangu. Protection huyu ni wa kwangu. Access ya baraka. Kingine ni kwamba huyu ameshamilikiwa, anamilikiwa na mtu fulani, huyu ni sehemu fulani. Mtu mwingine asije akapita tena. Kile kitabu ile ulio sign ile ndio inayothibitisha kile kitu. So you in the marriage unapata access ya baraka. Watoto wakizaliwa, utambulisho utajulikana ni wa nani. Amen. Kingine cha tatu kiko pale, utambulisho wa tatu ni kwamba huyu ni wa nani. Tayari unaepusha na mtu mwingine asije akasema purukushana na vurugu. Nyaraka zinaongea hapo. Lakini katika ulimwengu wa roho hakuna asingempigania, hakuna asingemuona. Baraka iko kwenye ulimwengu wa roho, sio? Yes. Isinge manifest. Hakuna mtu ambaye angesema anashindana naye sema huyu ni wa kwangu. Kwa kuwa imeshathibitishwa huku, imefunga kuanzia huku na kule juu, inaridhia kwamba huku kote kumefungwa. Hakuna mtu anayetakiwa kuingia tena pale. Umesoma shule vizuri. Una akili nyingi sana. Umefanya kila kitu vizuri. Una perform vizuri sana. Una mambo mengi sana unajua, unaweza kufanya kila kitu. Kuna ndugu alikuwa anaendesha magari vizuri tu. Anaweza kaendesha gari kufanya kila kitu. Lakini kuna mahali akienda anamwambia tunaomba dokumenti hii. Ni kitu gani kinathibitisha basi wewe ili eneo umefuzu, umepita? Ni access gani tunaweza tukaiangalia, tukakubali wewe, tukasema kweli hiki hapa umefuzu na kiweza hiki kitu? Dokumenti yako, cheti chako kiko wapi? Sisi hatumwangalie mtu. Sisi hatukuangalia unajua au hujui. Sisi haya mambo tushaachana nayo. Huku physical hatuna mambo haya, hatuna mambo haya, hatuangalie mambo haya. Sisi tunachokiangalia hapa kwenye ulimwengu wa damu na nyama, sisi tunataka cheti. Tukiangalia cheti sisi kitatupa access, kitatupa taarifa kamili kwamba huyu mtu ni mtu wa namna gani. Kitatupa identification yako kwamba huyu ameperform, anaweza kutusaidia au hawezi kusaidia. Tukiangalia CV yako tunaweza kugundua kutokana na historia, kutokana na alichokifanya 1 2 3, kutokana na kilichoandikwa hapa kama ni cha kweli. Huyu tutajua anaweza kafanya hii, anaweza ka provide huduma hii, anaweza katoa huduma hii, anaweza katufaa maeneo haya. Document speaks. Kama kwenye ulimwengu wa damu na nyama zinatoa access, zinatupa identification, utambulisho, ndio zinazofanya sisi tuongezeke, tupige hatua, tukubaliwe tunakopita. Narudi hapa sasa, message ya leo iko hapa. Kama kwenye ulimwengu wa damu na nyama hizi dokumenti zote ndio zinatoa utambulisho wetu, ndio zinatupa, ndio zinatoa utambulisho. Mtu akitaka kufikia kwa ukaribu anatumia ile dokumenti kukuangalia wewe kama uko vema. Hata ungekuwa profesa, kama una cheti mzee, hamna sehemu ambako unaaminiwa. They can only access you through document that you have. Na level yote ya maisha huko kwenye uso wa nchi, document ndio zinapima kiwango chake alichofikia ni hiki hapa. Itoe dokumenti fulani hii hapa. Kama kwenye ulimwengu wa damu na nyama hivi, hizi dokumenti ndio zinaturuhusu sisi kuingia sehemu fulani. Kwamba huyu kwa level yake ya elimu hii tumweke pale. Kwa level yake ya biashara hii, kwa experience alionayo biashara hii, haende pale. Kwa level yake alionayo, kwa mahali alipozaliwa, huyu anaweza katufaa eneo hili. Ukumbuke kuna kazi nyingine zinatolewa pia kwa ajili kwa access kwa eneo ulipozaliwa. Ametoka familia gani? Ina access inawapa nani kusema huyu anatufaa hapa. Kwa historia hawa watu ni wafanyabiashara. Wanajulikana wafanyabiashara.
tukimweka atatusaidia biashara yetu vizuri. Ni waziri anamtafuta, anasema kanda hii mawaziri wakitoka huko, waziri wa biashara huko wana akili za biashara, huyu anaweza kafaa kwenye viwanda huko. Anasema ni kwenye mfumo wa usalama wa nchi, anasema kanda hii kwa kuwa ni waaminifu wanakubaliki hata kufa bila kutoa nyaraka. Kwa hiyo document zile zinasema sasa huyu ametoka huko kwenye eneo hili anatofaa hapa, huyu hawezi kutoa siri hata ukimuua. Nyaraka zinaongea, nyaraka zinakutambulisha, nyaraka zinakupa kukaa sehemu ambako hujastahili kukaa. Historia ni mbovu tu kwenye familia, wanaangalia waraka. Hao kwenye familia yao koje? Hawa ni wavivu hao, wanajulikana. Kwa nini zinahifadhiwa? Kwa nini nchi naomba akitaka kufanya sehemu gani? Kwa nini zinachukuliwa? Kwa nini rekodi zinapelekwa? Hamjui. Nazungumza nyaraka 28 kubwa sana iko hapa sasa. Upande wa giza wa master hiki kitu sasa. Hapa ndiko adui alimaster. Ikiwa sisi tunaangalia huku, tunasema huyu anatufaa hapa, peni kibali hapa, mpromotini hapa, afanye hivyo. Wao akamaster. Wakitaka kumdidimiza mtu, wakitaka kumfunika mtu, wanahitaji nyaraka yako moja tu. Moja tu ni jina lako. Access wakiipata tu, wanaenda wanaengelea maneno. Wana Mungu akifunika na yale maneno utakaa ufunuliwa hapo ulipo. Yaani wanakata access zako, wanakata kibali chako, wanakata kila kitu wamepata nyaraka yako tu, wameipata nyaraka yako. Wakakupoteza kwenye uso wa nchi, ukapotea. Huko pale watu hawakuona, wanakupita hivi. Kwa nini? Walipata dokumenti yako moja, wakaisemea kule kwao. Wakaifunika na wakachukua blanketi, wakaifunika naye, akasema kama tulivyofunika hivi ndivyo atakamfunikwa. Sasa huko pale una kila kitu. You have everything. You have trained enough, you are trained enough. Una uwezo mkubwa tu, umetrainiwa, umesoma ya kutosha kabisa. Lakini ukipita no one can see you. Kwa nini? Hauonekani, haujulikani. Upande wa giza wana waraka wako kuna sehemu umekufunika. Wakapiga sign ya X. Cheti chako kwenye ulimwengu wa roho kikapiga sign ya X. Huyu ataenda mahali popote. Maana yake wanakuambia rejected. Hakuna mahali atakapopita huyu. Cheti kina ulimwengu wa roho kina X, cheti cha kuzaliwa. Cha shule kwenye ulimwengu wa roho kina X, kimepigwa X. Tena nyekundu, asipite mahali popote huyu. Asipokelewe mahali popote. Nyaraka zinatambulisha kule. Wao wanapambana na kule upande ule wameiweka hivyo. Haupiti tena hapo. Yaani mahali popote ukubaliki, ukionekana kama mahali wote unakuwa rejected. Yaani ni kama taka tupa hii. Kwenye ulimwengu wa roho umekutengenezea. Sasa usije ili kwamba kwa nini wanadamu wanafika hapa sasa hawakuoni? Wewe uko physical umetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, alafu wewe uko physical hawakuoni. Kwa nini hawakuoni? Iko hivi, kila kitu mwanadamu anayefanya hapa, huyu mwanadamu ni roho. Kwenye roho yake ile rejection akikuona hivi, he feel irritated kwa sababu kwenye roho yake tayari kitu kimeshakataliwa. Imeanza kwenye ulimwengu wa roho kimeshakataliwa. The same person ambaye anatembea physical ana feel irritated, anaona kama kinyaa, huyu mbona hafai? Yaani huyu amekaa kaaje? Kimeanzia wapi? Ni kule, kimetengenezwa kule. Baya akikuona huku, sababu mwanadamu ni roho, akikuona huku hata kama anajua hajui, roho yake inakukataa. Ukienda hupiti. Ukitafuta namna yote unapurukata nguvu zako na jaribu kujiraguza kwa nguvu, unatumia kila kitu. Tumia energy nyingi, haupiti. Umeomba kazi kila mahali, hakuna sehemu unapokelewaga. Cheti kimekataliwa. Kina X kwenye nguo roho. Mnisikie. Naomba tusome kwanza kitabu cha Esther sasa kidogo. Kwenye sura ya 3 naomba tusome kidogo. Kitabu cha Esther sura ya 3 kwanza mstari wa kwanza nasema, baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Haman bin Hamedata Mwagagi, akampandisha, akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwepo pamoja naye. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake, bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Haman ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Hata Haman alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia, alighadhabika sana, akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yani watu wake Mordekai. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga puri, yani kura, mbele ya Haman siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika
kushuka na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akaona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi, akampa Haman bin Hamedata Mwagagi, adui ya Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Haman, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vema. Basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza, na barua zikaandikwa kama vile Hamani alivyoagiza, vyote kwa maakida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo, na wakuu wa kila taifa, na kila jimbo kwa mwandiko wake, na kila taifa kwa lugha yake. Zikaandikwa kwa jinsi la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete yake. Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua. Okay. Na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yani siku ya 13 ya mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, na kuchukua mali yao kwa nyara. Hapo tuishie hapo. Kwa mtu anayetaka information zaidi akasome. Sawa? Amen. Tarehe na mwezi imepangwa, sio? Yes. Na mwaka umepangwa. Yes. Lakini kuna nyaraka zimeachiliwa, kuna nyaraka zimeandikwa, sio? Tarehe na mwezi wa tukio itatokea kitu gani imeshapangwa, imewekwa pale, na kuna nyaraka zimeandikwa pia. Haiwezekani ili taarifa zienee mahali pote, hawa jamaa kwamba ni wa kuchinjwa na kuuawa, ziende majimbo yote. Barua zikapelekwa. Barua zimebeba nini? Zimebeba amri ya mfalme kupitia huyo jamaa, kibaraka wa mfalme aliyowashtaki. Kwa hiyo waraka huo umepelekwa kwa ajili ya watu wakafe, na umepeleka kila jimbo. Nyakati zile zinaonyesha muda na mwaka uliopangwa, ni tukio linalotokea. Wanasema mwaka wa nishani, sijui ni kipindi fulani ambacho kama kawaida kuna sherehe inafanyika, kama Waisraeli walikuwa na mwaka huo wanafanya kama Pasaka. Sasa ndio nyakati hizi waraka unapelekwa, tarehe na mwezi inaenda kufanywa haraka, lakini jina limeandikwa. Ni akina nani watakiwa kuuawa kwenye waraka? Ni Wayahudi. Yes. Kuanzia wa kike, wa kiume, watoto wadogo na wote wafe. Kwa nini? Ni mtu mmoja tu anatafutwa hapa, akutaka kumwabudu, kumsujudia mfalme. Sasa tuachane na huko. Manake katika ulimwengu wa roho, sasa hapa unavyoona hivi, katika ulimwengu wa roho wana rekodi, wana vitabu vyetu. Yes. Hawa wako pamoja na sisi. Hawa wanamwabudu yule Mungu mwingine, yule anayeangamizaga vitu vyetu. Wana vitabu, wana nyaraka zetu sisi. Kwenye kile vitabu, anayeingia kwenye mji wanamuona kwenye kitabu chake, huyu ni wa kwetu au yuko kinyume chetu. Wanajua kama hayuko kwenye kitabu, yuko kinyume chao. Umeingia mahali au someki kwenye vitabu vyao, kwenye ramani zao, wanajua huyu hayuko pamoja na sisi. Kama hayupo kwenye kitabu chetu, kuna kitabu kingine yupo. Kwa huyu ni wa kushirikia. Pelekeni kataeni kila mahali. Na mtu anaelewa? Yes. Sasa waraka ule unapelekwa sasa. Wapige na tukio hili. Peleka tukio hili kwao. Wakapige na hiki kitu hapa, kwa sababu hawako pamoja na sisi. Kwenye rada zao hausomeki. Wameshaona akakuta hauingiliani na wao. Yaani mfumo wao na wao kwa usapotiani, sio kitu kimoja. Kwa hiyo cha kufanya, hawa wako kinyume chetu. Kama wako kinyume chetu, tuwapelekee waraka, tuwapelekee misiba, tuwapelekee nuksi, wakataliwe kila na mtu anayepita, kila mmoja. Kuna majina yamebeba ukuu, yakionekana tu yanataa, inang'aa. Yakionekana tu mahali wanajua kwamba hatuna chochote, kwa sababu hawa wang'ao hivi wakiingia mahali wanatawala. Wakiingia mahali watamiliki, wakiingia mahali watapata kibali, wakiingia mahali wao ndio watakuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo cha kufanya, tuwadhoofishe, tuwafanye wasing'ae, tuwafunike na blanketi, tufunike hizo taa zao kwenye paji lao la uso zinazong'aa, tufunike hizo taa. Hao tukishindwa kuchukua, tuchukue hicho kitu, tukishindwa tufanye hivyo. Waraka lazima upite. Zipo kwenye vitabu vyao, zimeandikwa. Huyu ana nyota kubwa, huyu ni hivi. Mingine yamesomwa na vitabu vimesoma na sadaka zimetolewa, sadaka imetolewa, nyaraka zimewekwa, zikaandikwa na sadaka zikawekwa. Sema huyu wanakupoteza kwenye uso wa nchi. Huku Dar es Salaam hapo na hengi tu, unazunguka hivi, unazunguka hivi, nyumbani kwako ujue hujawahi kufika miaka. Kwani wanaibiwaje watu? Watu wanaendaga, kuna mkoa mmoja maarufu sana hapa, na kuna kabila ambalo ndugu zangu wamepotelea hapa wengi sana. Mtu anaenda nakaa mpaka anaoa, anakuwa na familia, mpaka anazeeka, ndio anakuja kukumbuka alikuwepo mahali fulani. Anakuja akiwa mzee nyumbani. Jirani tu hapa, mkoa jirani tu. Amefanyaje? Ameenda akakutana na watu, wakamzunguka, wakaandika na waraka, wakazunguka, wakamfunga. Hajui kwao tena, amesahau kwao. Anakuja kukumbuka kwao akiwa na miaka 80. Ameshazeeka sasa, ameshaisha, hana kitu tena, mwachieni. Ila
tulishamteka, ashakuwa kila kitu ameshachukua, ameshamaliza kila kitu. Kwa hiyo waraka unaweza ukaandikwa kwa sababu ana access na dokumenti zako zimetoa access, wakaandika waraka ule, wakaona ile document na nini inaonyesha identification, wakaandika waraka ya huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, huyu anakuwa hivi. Waraka unaonyesha unakoelekea, unakwambia cheti ulichonacho kinaweza kikatoa ficha yako, kikaakisi ficha yako, wanaosoma wanaona, wanajua huyu anaenda mbali sana, huyu anakoelekea ni mbali sana, huyu ni mkubwa sana, huyu ni mtu mkuu sana, wanaanza kufuatilia. Tuhakikishe kwa namna yote, let us block. Tuna block uje, chukua jina, chukua cheti chake, andika hivi, kilete kwetu tukisomee. Akitaka kwa yako, anachukua cheti chako tu na jina lako. Jina lako liko kwenye cheti, chukua, anasema, anaanza kukisomea, anamuita mtu, anaita jina lako, wanasoma, wanaliweka pale chini. Really wanachokisoma kinakutokea wewe. Ndivyo wanaofanya, wameiga huku kwetu. Wakitaka kuficha usionekane, wanachukua cheti chako, wanakichimbia mahali, wanazungumza maneno unacho mkononi, lakini wamechukua jina, wakachukua yake tu, wakafunika mahali, wakachimbia mahali, wakaongea waraka ule na nini, wakausoma maneno mengi pale, na jina likawekwa hapo la kwenda kusimamia hiyo. Ndugu yangu, hapo huwezi kutoboa, hautoboi. Mpaka aje mtu mwingine mwenye mamlaka sasa apite kwenye ulimwengu wa roho, afute maneno yote, nyaraka zote ambazo zimeandikwa zenye kuathiri maisha yako, zenye kuharibu maisha, zifutwe. Hatume na viumbe, kama kuna jini anasimamia hizo nyaraka, anasimamia hiyo mchezo, hiyo jini apigwe na malaika akaushwe, ndio akuachie wewe utoke. Haleluya. Jumapili ya document, Jumapili ya nyaraka mbalimbali. Ndio maana vitu vyako inabidi uweke makini sana. Nyaraka zako usitupe kila sehemu. Vitu vyako unatupa tu. Kila mmoja ana access nayo. Kila mtu anampa tu. Unatuma kwenye simu hii, unatuma kwenye CV yako, unatuma kwenye simu hii, unatuma kwenye simu hii. Unafungua mlango wa kushambuliwa. Unajipeleka kwenye gereza mwenyewe. So kila mmoja ana access dokumenti zako. Kila mmoja tu unampa. CV yangu nipe na huyu. Nikutumia hii basi ukanisaidia kutafuta kazi. Hizo dokumenti ulizonazo zinaweza zikaamua maisha yako yakawa salama au yakaharibika moja kwa moja. Usimpe kila mmoja access dokumenti zako. Umetoa taarifa zako kila mmoja. Iwe mtu asiri basi na vitu vyako. Haleluya. Nakia kuombea, kuficha. Ngoja niongee kitu kingine. Hata birthday mnazosherehekea mara kwa mara. Nasherehekea birthday, unatupa kwenye mtandao. Happy birthday unaweka kwenye mtandao. Ni siku yako na tarehe yako kuzaliwa. Ni lango lile. Mara nyingi Mungu anapotaka kumbariki mtu, nyakati zake zinageuka siku ile ya kuzaliwa. Ule mwaka unapofika ndio anageuka. Sasa wao wanaiwai ile tarehe na mwezi wako. Siku unapotajia kuingia, Mungu anajua kipindi hiki anaenda kupokea baraka. Kipindi hiki there is something changing. Kuna changes zinakuja kwenye maisha yake. Kama changes zinakuja, maana yake anaongezeka, kuna baraka inaongezeka. Wanaifunga au wanaichannel inaenda kwao. Mtoto mdogo unamsherehekea birthday, unampamba, unaweka na keki na nini, unamrusha kwenye mtandao. Wewe hauko serious wewe. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa namna ya ajabu sana. Do not expose yourself to your enemy. Usijifunue kwa adui na kila kitu. Umepata pesa nzuri, umenunua gari, na post kwenye mtandao, nimeingiza gari mpya, au nimefanya hii biashara yangu imetanuka hivi hapa. You are exposing yourself to devil. Hizo birthday party zenu hizo. Saa nyingine wenzenu wanaandaa, kumbe wanakuja kuwaibia, na nyinyi mnaenda kula keki, mnaitwa kwenye keki. Mnaenda kula keki. Wenzako wamenyunyia mambo kule. Wanaenda kuchukua nyota yako kwenye siku ya birthday yake. Anasema hivi, nafanya birthday, wakija ametengeneza na nani, uje kusherehekea, kila kitu nachukua cha kwao. Nakula tulisha tuko hiki kule, unaondoka nazo. Yaani makini na hizi sherehe hizi. Zina matukio mengi sana. Ukifika birthday wewe sherekea, mpigie chumbani kwako, kupika chakula na watoto wako ule. Nenda katoe na sadaka kanisani, muombe Mungu. Mwaka ukipinduka baraka yako ipokee. Acha na mambo mengine ya mtandaoni. Achana nayo. Tafuta maarufu kwa namna hii ili yeje. Wewe ni msanii, afanyeni basi na nyinyi mfanye. Zile nyaraka zako unazitoa, zinasomeka kwa adui. Wanaanza kufuatilia, wanaanza kuaccess kirahisi, kuaccess wewe kwa urahisi. Siku moja unagusa tukio moja, umeharibu falme yake, anasema ngoja jamaa tumtafute, tutapata. Wanaanza kutafuta waraka wako. Cheti chako ulishia na jamaa mmoja anaitwa sijui nani Sengoma fulani hivi, kashana cheti chako, anambia bwana nitafutie kazi. Anaja jamaa ni uko upande wetu, wewe ni agent wetu. Alafu anasema siku moja umegusa vitu vyao, anasema tunapata hivi taarifa, kuna jamaa mmoja rafiki yetu, ndugu yetu, agent wetu ana cheti chake, wewe tumfuate. Bwana Yesu asifiwe. Amen.